Mtazamaji wa TAKUKURU TV. Leo taasisi ya kuzuia na kupambana na rushwa yaani TAKUKURU imeendesha kikao kazi kwa maafisa wanaotekeleza programu ya TAKUKURU Rafiki katika wilaya, mikoa na makao makuu. Kikao kazi hiki kitafanyika kwa siku 3 kwa lengo la kutathmini utekelezaji wa programu ya TAKUKURU Rafiki na kubadilishana uzoefu ili kuboresha utendaji kazi. Mgeni rasmi katika kikao kazi hiki ni mkurugenzi wa uzuiaji rushwa Bi Sabina Seja, ambaye ameeleza namna jamii ilivyopokea programu ya TAKUKURU Rafiki. Ndugu washiriki, sote tunafahamu kwamba tangu kuanzishwa kwake programu hii ya TAKUKURU Rafiki ilipokelewa vizuri sana kwa wadau wa makundi mbalimbali, sio wanasiasa, wale watu wa huduma, wananchi wa kawaida. Kila mmoja alikuwa na namna aliyoipokea ambayo kwetu tuliona ni positive, na ndio maana baada tu ya pilot tuliona kuna umuhimu wa kuendelea nchi nzima, na kupokelewa kwake kulitokana na mfumo wa utekelezaji ambao ni rafiki na shirikishi, na unaogusa wadau katika kukutana na kuibua kero kwa pamoja na kisha kushiriki katika kuzitatua. Kwa upande mmoja, kwa mwananchi aliona kwamba anashirikishwa katika kuibua kero, katika kuchangia kuzuia rushwa au kutatua zile kero ambazo zingeachwa zingesababisha vitendo vya rushwa. Lakini kwa upande mwingine, programu hii kwa watoa huduma waliona ni fursa ya kupata feedback kutoka kwa wananchi, na wakatumia nafasi hiyo vile vile kutatua kero, na wakatumia nafasi hiyo kutoa mrejesho. Kwao ni mafanikio, kwa maana kwamba imewezesha kujua kinachoendelea huko katika jamii, lakini vile vile kurekebisha kile ambacho kinatakiwa kurekebisha, lakini kutoa mrejesho ambayo inaweza ikawapa nafasi ya kukua zaidi katika utoaji wa huduma. Programu hii kwetu sisi imekuwa na mafanikio. TAKUKURU Rafiki imekuwa na mafanikio katika kutoa elimu kwa wadau, kuibua kero, na kwa muhimu zaidi tunaposema kwamba inaenda kwenye uzuiaji rushwa ni pale ambapo kero zinatatuliwa. Kwa maana hiyo basi, iwapo tutakuwa na mikutano mingi imekusanya kero zisipotatuliwa, zinakuwa kwetu ni changamoto. Lakini kwa kiwango ambacho kimefanyika kwa miaka 2 na zaidi kidogo, tuliona kama kuna mafanikio katika utatuzi huo wa kero, na tunaamini kwa kufanya hivyo tunasaidia katika kudhibiti vitendo vya rushwa, tunasaidia katika uzuiaji wa rushwa. Wakizungumza na TAKUKURU TV, baadhi ya washiriki wa kikao kazi hiki walikuwa na maoni haya. Katika kikao hiki tunakwenda kufanya tathmini kulingana na namna ambavyo utekelezaji wa programu hii inafanyika, na tunauona umuhimu wa programu hii katika maeneo makubwa mawili. Eneo la kwanza ni kutokana na kauli mbiu ya taasisi inavyotuelekeza kwamba kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Lakini pia ukiangalia programu yenyewe imekuja na jina linalosema TAKUKURU Rafiki. Kwa hiyo unaweza ukaona uhusiano wa vitu hivi viwili ndani ya utekelezaji wa majukumu ya taasisi, ikiwa na maana kwamba jukumu hili la mapambano dhidi ya rushwa ni jukumu shirikishi. Kila mmoja ana wajibu wa kuhakikisha kwamba anashiriki katika mapambano haya dhidi ya rushwa. Kwa hivyo kwenye utekelezaji wa programu hii, kitu kikubwa tunachokifanya kama taasisi kwanza ni kuwaonyesha wananchi wapate ufahamu kwamba wanawajibika kwa namna moja ama nyingine katika kupambana na rushwa katika jamii. Ili mtu aweze kushiriki katika wajibu fulani, jambo la kwanza na la msingi ni kuhakikisha kwamba anaelewa na anaona uzito wa kile ambacho anapaswa kuwajibika nacho. Kwa hiyo jukumu letu la kwanza, tunawajengea uwezo wa uelewa, waweze kuona dhana ya rushwa ni ipi na waweze kuona uzito wa rushwa inavyoweza kudidimiza maendeleo katika mazingira yao. Kwa hiyo tukishajenga uelewa huu, mwananchi anakuwa na ule utayari wa kushiriki mapambano haya. Katika programu hii wananchi wanaitegemea sana kwenye kutoa kero zao ambazo tunazitafutia majibu, na mwisho wa siku basi wale wananchi wanakuwa wanaondoa zile kero ambazo zingeweza kupelekea rushwa kuwepo. Kwa hiyo matarajio yetu katika programu hii ya TAKUKURU Rafiki kule kwenye kata au kwa wananchi ni kwamba tutaenda kutatua kero zote. Hivyo wito wetu, wananchi waende kujitokeza kwa wingi katika kata tutapoitisha vile vikao ambavyo vinafanyika kwenye kata. Kupitia mafunzo haya wawezeshaji wametunoa. Sasa tunasema tumeimarika zaidi, tumenolewa zaidi, tumekuwa bora zaidi tulivyokuwa hapo awali. Kwa mimi napenda kutoa wito kwa wananchi wote waweze kuongeza ushiriki wao
kupitia makundi mbalimbali katika utekelezaji wa programu hii ya TAKUKURU Rafiki. Natoa wito kwa wadau waendelee kuipa TAKUKURU ushirikiano katika kuibua kero mbalimbali, na kwa wale wadau ambao wana jukumu la kutoa utatuzi wa kero, basi waendelee kufanya hivyo kama ambavyo wamekuwa wakifanya siku zote, kwa kuwa utatuzi wa kero kero zisipotatuliwa mapema zinakwenda kusababisha mianya ya rushwa. Hivyo kila mdau anapaswa kushiriki katika kutatua kero hizi, kwa kuwa jukumu la kuzuia rushwa si la TAKUKURU peke yake, bali ni la kila mwananchi. Katika utekelezaji wa programu yetu, tunavyozidi kuimarisha kupata mafunzo haya, tunaimarika kwanza sisi wawasilishaji wa hii programu kwa wananchi, lakini wananchi kutokana kwa hapo awali waweza kupata tija ya kuweza kutatuliwa kero zao. Naamini tunavyoimarishwa katika mafunzo haya tunaenda kuwasaidia zaidi kuliko pale awali, na naamini kwa mikakati ambayo imeweza kuwekwa na elimu ambayo tumeweza kuipokea, naona kuna mwanga mkubwa zaidi ya kuweza kuwagusa hata wananchi wengine ambao wakuweza kufikiwa kupitia programu hii. Kwanza kabisa tunatarajia tukitoka hapa, tunatarajia kuimarika kwa utekelezaji wa programu. Hatua zote, hatua kwa hatua kutaimarika, na tutazijadili hatua kwa hatua ili tuone wapi pa kurekebisha, wapi pa kuondoa, ili tuweze kuona utekelezaji ulio imara. La pili, tunatarajia kuimarika kwa ushirikiano wa TAKUKURU, jamii na wadau katika kuzuia rushwa. Bila wadau sisi hatuendi kwenye eneo hili la uzuiaji rushwa. Uzuiaji unaozungumzia unajumuisha uelimishaji na uimarishaji wa mifumo ya utendaji, ambao kwetu sisi tunaizungumzia kama sehemu ambazo zinakuwa zinaongozwa na kurugenzi mbili. Bila ushirikiano na wadau hatuendi. Kwa hiyo tunategemea sisi tukitoka hapa tutaenda kuimarisha ushirikiano kwetu sisi TAKUKURU na jamii, lakini vile vile na wadau katika kuzuia rushwa. Tunatarajia la tatu, kuimarika katika utoaji wa elimu kwa makundi yanayofikiwa na programu hii. Tunatanua wigo wa uelimishaji umma, lakini specifically kwa makundi haya tunatarajia utoaji wa elimu utaimarika zaidi. Ndugu washiriki, mapambano dhidi ya rushwa ni safari ndefu inayohitaji subira, uthubutu na mshikamano. Programu ya TAKUKURU Rafiki ni daraja kati ya taasisi na wananchi na wadau wa huduma. Daraja hilo linapaswa kujengwa kwa maadili, weledi na uwajibikaji. Mtazamaji, dhima ya TAKUKURU ni kutokomeza rushwa kwa njia ya uzuiaji na usimamizi wa sheria. Tunaamini programu hii ya TAKUKURU Rafiki itasaidia kuzuia vitendo vya rushwa katika jamii yetu. Hadi wakati mwingine, TAKUKURU inakwambia kuzuia rushwa ni jukumu lako na langu, tutimize wajibu wetu. Mtazamaji wa TAKUKURU TV, tunakukumbusha kubofya neno subscribe, pia kubofya alama ya kengele na kuchagua neno all notification ili kupata taarifa za matukio mbalimbali hapa TAKUKURU TV. Usisahau kubofya neno like iwapo umependa taarifa zetu na neno share ili kuwatumia wengine. Asante, naendelea kufuatilia vipindi vyetu hapa TAKUKURU TV.